Ya mtazamaji wa Mastaz TV, hali gani popote ulipo? Mahali mimi nilipo ndugu yangu ni masikitiko na majonzi makubwa. So leo ni siku ambayo mioyo imevunjika, mioyo inavuja damu, mioyo haina amani kabisa. Ni siku ambayo tumekuja kuachwa na kijana mwenzetu, kaka yetu ambaye tulimpenda ila Mungu kampenda zaidi. Na hatuna mengi ya kusema. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. So hapa nilipo na rafiki yake kipenzi wa marehemu. Sina mengi ya kusema, sina mengi ya kueleza, ni majonzi na masikitiko makubwa kwa ajili ya hilo. Tutamsikiliza rafiki yake ni namna gani, vipi alikwenda kukutana na huo msiba au taarifa za msiba huo. Hali gani? Salama. Poa. Poa. Okay, pole. Asante, tuisha poa. Ilikuwaje maana taarifa ilikuwa ya emergency kwamba hatunaye tena rafiki yetu ambaye anaitwa nani tena vile? Ya kuhusu marehemu siku wa kuamkia juzi kati. Marehemu tulikuwa tunaangalia mechi kibandani. Marehemu tuliongea naye, alikuwa salama, alikuwa haumwi. Tofauti magonjwa alikuwa kutaniwa naye, alikuwa amepigwa mlambo. Ya mlambo ulikuwa unamsumbua sana. Ya lakini kwa kusema marehemu alikuwa na matatizo mengine ya kuumwa kwa nayo kabisa. Huo mlambo ulikuwa kwenye mguu au kwenye mkono? Maana aliweza kutoka nyumbani na kaenda kwenye kibanda umeza kuangalia mpira. Huo mlambo ulikuwa kwenye mguu. Una muda sana, una muda. Una karibu hata miezi 3 au 4 hivi mlambo unamsumbua. Ila kuhusu afya kimwili sehemu zingine alikuwa sawa kabisa. Okay. Inasadikika kwamba baadhi ya watu ni fununu tunazisikia hapa msibani eti kwamba marehemu alikutwa ni maiti ndani. Hatujui kama ni kweli au aliumwa, umauti ulimkuta hospitalini au vipi. Kwa sababu marehemu tulimkuta ndani ndo amefariki. Kwa kuangalia masaa tuliachana na marehemu ilikuwa ni mida ya saa 6 tulivyotoka ukumbini. Kutoka ukumbini kwa tunacheck mechi, marehemu akawa ameingia kwake, akawa ameomba pale amwekee chakula kwa jirani. Lakini asubuhi mida ya saa 4 nilikuwa na pikipiki ninaelekea sehemu nyingine, kulikuwa msiba tena kwa rafiki yangu. Nikakutana na watu wakaniambia bana wewe kwanza na pikipiki tukamchukue marehemu tumpeleke hospitalini. Kipindi tulipofika mle ndio kumkuta marehemu ameshakuwa kibaridi sana. Okay. Inaonesha kwamba alifia ndani. So hivyo mlivyotoka mpirani, kwa sababu ni rafiki yake wa karibu sana, kuna hali yoyote labda alikuwa amelewa, aiza kuna hali yoyote ya unyonge alikuwa nayo? Maana ni ghafla sana. Hamna. Marehemu ana siku karibu wiki alikuwa anywi pombe. Marehemu alikuwa anywi pombe kabisa. Marehemu alikuwa anywi pombe kabisa. Okay, wewe kama rafiki wa marehemu, hilo jambo ulipokeaje? Maana ilikuwa ni emergency na ulikuwa umeshatoka tayari unaingia kwenye mishe zako, tayari ulikuwa na pikipiki yako barabarani. Ulipokeaje taarifa hiyo kusema kwamba njoo uende umchukue marehemu huko ashakufa fulani? Wewe ulichukuaje? Kama mimi nilichukulia kwanza kitu cha mshangao sana. Kwa sababu ni mtu ambaye tulishinda naye ipo sawa. Tulikuwa tunapandisha naye ubishi ipo sawa. Yaani nguvu kama jinsi mimi nilivyo hapa tu. Lakini cha ajabu ilipofika mida ya saa 4 mchana tulishangaa sana kusikia marehemu amefariki. Ni kitu kilituumiza sana. Mpaka sasa hivi tuko tunajiuliza kitakuwa ni kitu gani. Okay, mpaka sasa hivi hatujui processes ziko vipi hapo msibani, maana hatuelewi kama ni wakuzikwa aiza bado hatuzikwa. Mpaka sasa hivi ni saa 9 mchana na hatujui tunaelekea wapi. Tupo msibani, hatujui familia inatuambia nini. Wewe kama rafiki wa karibu wa marehemu una fununu gani kuhusu hilo? Kuhusu marehemu tunaweza tukaangalizia kuhusu kesho, kwa sababu leo tulikuwa tunamsubiria daktari, kwa sababu ni mtu alikufa kifo cha kutatanisha. Natakiwa apimwe ijulikane ni nini zaidi sana. Ikijulikana ndio tukampelekea Malaroni tukamzike. Ni kitu gani utakimisi kutoka kwa rafiki yako kipenzi ambaye amekuacha siku ya leo? Marehemu ni vitu vingi sana nitaweka ndio kama misi sana kwa marehemu. Ni vitu vingi sana. Marehemu ni mtu ambaye alikuwa hana bifu na mtu yoyote. Mtoto, mkubwa, mzee, kila alikuwa ni rafiki yake. Na kila mtu ana habari ya kumkumbuka marehemu, na tukuwahi kuona ugomvi wa marehemu na vijana wa kijiji. Marehemu kwanza akikuta wewe ni kijana wa bede unashambuliwa sehemu, bora avue shati apigane kwa ugomvi au uchukue.
Ya, ni kitu kine ambacho kini pengo kubwa sana ameacha Bede. Kwa sisi wana Bede ni pengo kubwa sana. Yaani marehemu ni mtu wa kumkumbuka sana mpaka sasa hivi ni historia yake tupo nayo kwenye moyo zetu. Okay. So mtazamaji wa Mastaz TV, hayo ndo yanajiri huku kwetu tuliko. Tuna masikitiko makubwa tena sana kuachwa na kijana mdogo. Hatujui unaweza kutuambia nini historia yake? Ana mke, ana mtoto au vipi? Ya, marehemu ana mke, ana watoto. Ya. Okay. Kijana ambaye ameacha familia yake. Familia bado ilikuwa inamtegemea kwa asilimia nyingi, lakini Mungu ndo hivyo tena akashampenda zaidi. So mimi sina mengi ya kusema, sijui rafiki yake labda ana ya kuambia au kukwambia wewe unatazama kwa muda huu. Mimi nikisema machache ya kuongea nitakuwa sina, kwa sababu na manunguniko sana makubwa sana kwa kumpoteza rafiki yangu kipenzi. Ya, sijakuwa na kuongea sasa hivi kwa sababu bado tupo msibani. Ya. Okay. Na marehemu alifahamika kwa jina gani? Marehemu majina aliyofahamika nayo kiasilia jina letu tulikuwa tunajua zaidi sana, sababu yule pale alikuwa ni msanii. Ya, alikuwa ni msanii. Mara nyingi sana walikuwa wanapenda kumuita sana, mara wanaweza kumuita Temba, majina yake ya utani. Ya. Lakini jina zake ambayo nafahamika kijijini ni Bashiri. Ya. Okay, yani kijana huyu ambaye ametuacha ndugu zangu alikuwa ni mwanasanaa kama mnavyosikia kutoka kwa rafiki yake. Pia ni kijana ambaye vijana wa Bede walimtegemea na hata wazee wa Bede walimtegemea. Lakini hatunaye tena, tuzidi kumwombea Mungu amuepushe na adhabu za kaburini, amfanyie wepesi kabisa wa huko mbinguni. Awe naye katika kila hatua, maana ni mtu ambaye amekufa hakuongea na mtu yoyote. Ni hivyo tu, kifo kimemkuta akiwa kwake mwenyewe. Sina mengi, ni kusihi kwamba huambatane nasi tuko kwenye msiba, omboleza pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa msiba huu. Bye bye.